Uhali gani mwanafamilia wa michezo online. Sasa tukikusogezea tetesi za michezo kunako ligi kuu Tanzania bara, kama tunavyofahamu tunaelekea kumaliza msimu wa ligi kuu Tanzania bara 2020, 2024, 2025 na tukielekea ukingoni vilabu vimekuwa vikifanya sajili za namna yake. Kwa hiyo kwa tetesi ambazo tunazo kutoka vyanzo vya kuaminika ni kwamba klabu ya Al Ahly kutoka nchini Misri ni kwamba wametuma ofa nono kwa mchezaji wa klabu ya Young Africans, namzungumzia Pacome Zouzoua, kwa namna ambavyo mchezaji huyo alivyokuwa na wakati mzuri kunako klabu ya Young Africans. Na pia tufahamu ya kwamba Pacome Zouzoua ni miongoni mwa wachezaji ambao wameweka rekodi yake ya namna yake kwa kufanikiwa kuifunga klabu kubwa barani Afrika ambayo unaweza kusema kwamba ni Giant Football Club, unaizungumzia Al Ahly, na si kumfunga tu bali kumfunga goli la kideo. Kwa hiyo kama tunafahamu katika michuano ambayo ya kipindi cha nyuma ya CAF Champions League iliyopita, pale Young Africans walivyokutana na Al Ahly, ni kwamba Pacome Zouzoua aliweza kufunga goli ya namna yake na kusaidia timu yake Young Africans kusawazisha goli hilo na kuwa mechi hiyo kutamatika kwa suluhu ya kufungana magoli ambayo yana landana, yani suluhu ya 1-1. Kwa hiyo ni kwamba mchezaji huyo amekuwa katika dila au amekuwa katika jicho la kutazamwa na klabu hiyo ya Al Ahly kwa namna yake, na tunafahamu Al Ahly wanajiandaa na michuano ya klabu bingwa ya dunia, na kwa hiyo wanafanya kuboresha kikosi chao ili wasiende kufanya makosa kunako michuano hiyo, ili wajiwekee nafasi ya kuweza kufika mbali zaidi au ikiwezekana kufika finali kabisa. Kwa hiyo haya yote yanahitaji maandalizi ya mapema, na maandalizi yenyewe ni kama haya ya kutafuta wachezaji au kuongeza nguvu kwenye kikosi na kuongeza wachezaji ambao wanahitajika katika maeneo ambayo yanaonekana kuwa na mapungufu makubwa. Kwa hiyo kwa Pacome Zouzoua huenda likawa ni chaguo kubwa au ni chaguo namba moja ambao ni chaguo sahihi kwao, kwa namna mchezaji alivyokuwa na control na anavyoweza kubadilisha mchezo pale timu yake inapokuwa imezidiwa, na namna gani anaweza kumaintain na kuhakikisha kwamba wachezaji wenzake wanarudi katika mchezo hata kama walikuwa wamepoteana. Kwa hiyo naweza kusema kwamba ni moja kitu ambacho kimevutia sana Al Ahly, kwa sababu wanaona kabisa endapo akimpata mtu kama Pacome Zouzoua itakuwa ni msaada mkubwa kwao, kwa sababu hata wakati timu inapokuwa imezidiwa basi kunakuwa na wachezaji ambao wanaweza kubadilisha mchezo, ambao wanaweza kufanya wachezaji wenzao wakarudi mchezoni kwa ajili ya kuendeleza mapambano na kufanya katika hali ya ushindani. Kwa hiyo kwa Pacome Zouzoua kwa namna moja nyingine huenda endapo akiwekewa ofa nono, huenda msimu wa ligi kuu Tanzania bara ujao tusimuone kunako ligi kuu Tanzania bara, na kaweza kwenda kukitumikia kunako Al Ahly. Na hii si mara ya kwanza kabisa, tushaikuona kwa wachezaji ambao walikuwa ni muhimu sana kunako klabu ya Young Africans, na mzungumzia kama Fiston Kalala Mayele ambaye hivi sasa anakicheza kunako klabu ya Pyramid ya nchini Misri. Kwa hiyo tusione maajabu kumuona Pacome Zouzoua na yeye pia akitokomea huko nchini Misri kwa ajili ya kucheza kunako klabu ya Al Ahly. Kwa hiyo mwanafamilia, nikukumbushe usisahau kubofya maneno mekundu yaliyo chini ya video ili ujihakikishie kupata update na taarifa punde tunapokuwekea na kwa uharaka zaidi. Na pia tukwambie usisahau kuturn on notification kwenye kengele hicho, ili tunapokuwekea taarifa zetu uweze kupata notification kwa uharaka kwamba tumekuwekea taarifa mpya. Kwa hiyo itakurahisishia kujua ni taarifa gani au tetesi gani ambazo tumekuwekea kunako channel kunako